Njombe Net Event 2026. Hata upande huu Njombe Net Event 2026. Msalimie uliyeka karibu naye, msalimie, mwambie karibu katika kipindi cha familia. Hakikisha unamfahamu jina lake pia, ili simu ikipotea tushughulike naye. Karibuni sana katika kipindi chetu cha familia. Jana tulikuwa na somo lililokuwa likisema mambo muhimu ya kuzingatia kabla haujaingia kwenye ndoa. Na jana tukasema jambo moja tulizungumzia jana, hakikisha unafanya utafiti ni aina gani ya udongo ambayo unakwenda kujenga msingi wako wa nyumba ya ndoa. Msikilizaji, ndoa ni kama nyumba. Usijenge bila kujua unajenga juu ya udongo gani. Hiki kitu mainjinia wanaita ni soil test na soil analysis. Sasa tukasema kuna aina 3 za udongo. Jana tuzungumzia mfinyanzi, udongo unaong'ang'ania sana. Na vijana ambao mnanisikiliza vizuri, ukipata mchumba ambaye atakung'ang'ania positively, una bahati sana, kwa sababu huyu hajuagi sana kuvunga. Faida ya hao watu wenye udongo mfinyanzi ni watu ambao hawana gharama kubwa sana kwenye ndoa. Ni wale ambao wanaweza kavaa viatu vya aina moja mwaka mzima. Ni wale ambao wanaweza katoka tu na kanga moja, ikiisha anachana na igeuza tena na maisha yanaenda. Ni wale ambao wanaweza akapaka mafuta mgando na akatoka anang'aa tu kama kitumbua kwenye mafuta, wala hana wasiwasi mtoto wa watu. Wapeni amina udongo mfinyanzi. Wana kiti chao mbinguni. Kwa hiyo tukazungumzia kuna udongo kichanga, kuna udongo tifutifu na kadhalika. Naomba leo niende hatua ya pili ya kufanya unapotaka kujenga msingi wa ndoa yako. Tambua kama eneo lako lina maji au ni kavu. Pima. Testi eneo lako lina maji kiasi gani? Lina maji au ni eneo kavu? Hapo unaweza ukaweka bracket kama eneo ni tepetepe. Na hili eneo tepetepe, kwa wale ambao wanaingia kwenye uchumba, tunazungumzia wale vijana wa kudeka, vijana wa kishua. Ametoka katika eneo tepetepe, eneo la maji mengi. Yeye kwake hajui kiangazi. Ndo wale ambao ukimtengea maboga na karanga za kuchemsha ukamuuliza hiki ni nini, anakwambia ni vifaa vya ujenzi. Hajui kama ni chakula. Kwa hiyo hao wametokea kwenye ardhi yenye utepetepe. Lakini sisi tuliotokea kwenye ardhi kavu tunajua kwamba hata maembe machanga yakichemshwa ni chakula cha jioni. Jua kiwango cha maji kilichoko kwenye ardhi hiyo, kwamba haya maji yaliyopo ni ya msimu au ni ya muda mrefu. Maana kuna vijana ambao wana utepetepe wa msimu. Yaani alimetoka familia maskini kule Unyankindi, kule wapi, ndani kule unapojua. Halafu baadaye alipofika chuo naye amejifanya ni mtu wa chipsi ya motomoto na soda ya baridi. Hao ni watu wenye maji ya msimu. Ukikaa vizuri, msimu kiisha atarudi tu kunywa maji kama sisi. Angalia, je, maji hayo yanaweza kukaushwa au yatakuwepo tu? Chunguza hicho kitu, kwamba huyu mtu tabia yake alionayo ya utepetepe inaweza ikaondolewa au itakuwa ni ya jumla. Kwa nini tupime hicho kitu? Ukishajua kwamba ni ya msimu inaweza kuondolewa, atabadilika taratibu. Lakini kama ni ya kudumu, ujue namna ya kuhendo hiyo tabia yake, maana huwezi kumbadilisha. Zuia maji yasipenye, yaani tabia yake zuia isiingie mpaka kwenye familia yako. Ametoka kule, yeye kwao maharage sio mboga, kwenu maharage yalikuwa ni mboga. Sasa siambukize na ninyi mliokulia mahali penye ardhi kavu, mkaanza kusema hata sisi maharage yametuchosha. Kila mmoja pambane na ardhi yake. Hilo ni jambo la pili. Chunguza kiwango cha maji katika ardhi yako kabla hujajenga msingi wa ndoa yako. Namba 3, zingatia matumizi ya nyumba unayoijenga. Mtazamaji wangu, matumizi ya nyumba ndio yataamua ujenge nyumba ya namna gani. Hakuna haja ya kuweka msingi wa gharama, msingi wa kuchimba futi kadhaa, wakati nyumba yenyewe matumizi yake ni ya muda. Yaani mimi nina shamba langu mahali fulani, nataka kutengeneza kakibanda ambako nitakaa hapo kwa muda wa miezi 3, nikivuna ninaondoka. Tutakushangaa tukikuta umeweka msingi wa mawe na umechimba futi kadhaa, na wakati ni kajengo ka msimu. Muulize rafiki yako, ndoa yako ni ya msimu au ni ya kudumu? Amekwambiaje?
Amesemaje? Uliza vizuri, maana ndoa zilishakasirisha watu, unaweza ukara kofi mkutanoni. Zingatia matumizi. Sikiliza. Je, nyumba yako ni ya makazi? Residential house. Maana nyumba zote zinajengwa na kuweka vifaa kulingana na matumizi. Tuna nyumba ya makazi, tuna nyumba ya biashara, commercial house, tuna nyumba ya viwanda, industrial house, tuna nyumba ya taasisi, huduma kwa jamii kama vile hospitali, shule, makanisa, misikiti, lodge au guest house na hoteli. Hizo ni nyumba za huduma kwa jamii. Au ni nyumba ya matumizi mchanganyiko, mixed use. Sasa niwaulize, tazama vizuri tena nirudie. Ndoa ni kama nyumba. Unapoijenga, zingatia matumizi ya nyumba yako. Je, nyumba yako ni ya makazi? Nyumba yako ni ya biashara? Nyumba yako ni ya viwanda? Nyumba yako nyumba yako ni ya kiwanda, yes, au nyumba yako ni taasisi, au nyumba yako ni matumizi mchanganyiko. Nikuulize msikilizaji wangu, ndoa ni nyumba aina gani? Ni ya biashara, ni ya makazi, ni biashara, ni viwanda, au ni mchanganyiko? Ninawauliza ninyi. Yaani kawaida ndoa inapaswa kuwa nyumba ya biashara au ya makazi au ya huduma kwa jamii au yenye matumizi mchanganyiko. Makazi. Sasa sikiliza vizuri. Bahati mbaya kabisa, nyumba ya ndoa ni nyumba ya matumizi mchanganyiko. Kuna wakati nyumba katika familia inabadilika inakuwa ni ya makazi ndio, lakini kuna wakati inabadilika inakuwa ni ya biashara. Kuna wakati mme na mke umo ndani hamzungumzii kitu chochote, hakuna kubebishana, hakuna hani wala nini, ni maokoto. Eleza umekusanya ngapi? Mbonyeze jirani yako mwambie, kuna wakati ndoa zetu ni nyumba ya biashara. Tuzungumzie tu biashara. Mimi nitawashangaa kama wanandoa nyumba yenu itakuwa ni ya kuzungumzia tu mahaba muda wote, mtakula mahaba. Na hicho ndicho kinachotokea, unajikuta watu wanakufa masikini wakati mwingine. Kwa hiyo nyumba ya ndoa ni nyumba ya makazi, lakini ni nyumba ya biashara. Lakini sikiliza nikwambie, kuna wakati inabadilika inakuwa ni kiwanda. Lazima mzarishe, lazima muwekeze, mnapanga kuwekeza kwamba hatuna kiwanja, hatuna nini, tuwekeze, kinakuwa ni kiwanda. Lakini kuna wakati nyumba ya ndoa inabadilika kuwa taasisi au nyumba ya huduma kwa jamii. Kuna wakati mtapokea wageni. Sasa angalizo ni ile hapa. Kuna zile nyumba ambazo wageni wakitutembelea, watoto wanahama kwenye kitanda, tunawachia wageni, halafu watoto wanalala chini. Hizo nyumba mara nyingi watoto huwa hawapendi kabisa wageni. Wakishaona tu mgeni utashangaa katoto kanakuja kwako, kanacheza na wewe. Shikamoo anko. Unashangaa nakuuliza, utalala au utarudi? Ukishasikia hivyo jua wana kitanda kimoja. Kwa hiyo muda wote watoto watashuka chini. Kwa hiyo kuna wakati nyumba zetu zinakuwa ni nyumba za huduma kwa jamii. Tutapokea wageni. Na mimi niwaambie wanandoa, vijana mnaokwenda kuingia kwenye ndoa, moja ya changamoto ambayo muombe Mungu asikukutanishe na mchumba wa namna hiyo. Asikupe mchumba asiyependa wageni. I say, kuna baraka mtazipoteza. Kisha kuja tu wageni, unaona na nyimbo zinabadilika. Alikuwa naimba na furaha tutaiona, unashangaa anaanza kuimba mpakarini Bwana, maana mgeni amefika. Kwa hiyo kuna wakati inakuwa ni huduma kwa jamii. Lakini sikiliza, hizo nyumba kuna wakati zinakuwa ni shule. Yaani ni nyumba ya familia, lakini inakuwa shule. Tunawaketisha watoto, tunawafundisha. Sikiliza mwanangu, mtu mzima hasalimiwi hivyo. Sikiliza mwanangu, mtu mzima hatukanwi. Sikiliza, nyumba zetu zinakuwa shule. Na katika mikutano hii nitalizungumzia hili. Nyumba zetu mara nyingi zimeshuka viwango, zimeshindwa kuwa shule, zimeshindwa kuwa darasa. Kwenye hili swala la biashara tuko vizuri. Nyumba za watu wengi leo ni za biashara. Maana mama anatoka kazini amechoka, baba amechoka, ni habari ya maokoto tu muda wote. Lakini nyumba kama darasa zimepungua. Kwenye mikutano hii nitakwambia namna wazee wetu walivyokuwa wanatengeneza familia kama darasa. Wanatengeneza kitu kule kanda ya Ziwa wanaita kikome, wanakoka moto, halafu wanakuketisha.
Mgeni akija wanamtambulisha kwako, wanakuambia unamuona huyo ni kaka yako mkubwa, lakini hatutaki tuone ukisalimiana naye, ana tabia mbaya. Sasa ninyi akisha kuja mgeni, na bahati mbaya kabisa kwa sababu nyumba zetu sio darasa, mgeni anaingia jioni, akishaingia jioni tunamwashia TV, tukimaliza kuangalia TV tunakwenda kulala, tukiamka asubuhi sisi tulio watoto mgeni ameondoka, baba ameondoka na watoto nao wanakwenda shule. Kwa hiyo nyumba zetu kuna wakati zinakuwa ni shule, ni taasisi, lakini pia kuna wakati zinakuwa hospitali, zinabadilika kuwa hospitali. Wamama wa zamani walikuwa wanajua kupima mtoto anayeumwa. Akimgusa tu hivi, mgusa shavu lako unanisikiliza, gusa hapa. Akishagusa tu anajua huyu ana malaria au ana nini. Lakini leo mama ambaye ana mtoto wake, mpaka mtoto anaugua hajui kama ana malaria au ana nini. Kwenye mikutano hii nitazungumzia habari ya malezi ya mtoto na faida za kunyonyesha. Nimeona hivi karibuni mumeletewa kamashine ka kunyonyeshea. Eti mama anachukua kamashine, anapachika kwenye ziwa, halafu mashine inafyonza maziwa, halafu anampa binti wa kazi, anasema utamnywesha mtoto. Mungu hakuwa mjinga kukuwekea nyonyo na kupanga Mungu unyonyeshe mtoto. Ndio maana mwanamke yeyote mwenye akili timamu, hata anaponyonyesha mtoto wake, mtoto akimng'ata kabisa kwa maumivu, atashusha kofi lakini halitafika kwa mtoto. Utashangaa mtoto atasema nitakupiga, lakini anaishia. Hawa waleo waliojaa visirani wanaweza wakamrusha mpaka kule mtoto, maana hata hivyo kunyonyesha sio ajenda yao. Kwa hiyo kuna wakati nyumba inakuwa ni shule, ni hospitali. Lakini sikiliza, angalia nyumba ina matumizi gani? Ni matumizi mchanganyiko? Ndio, ni nyumba ya biashara, ni nyumba ya shule na kadhalika. Tumeshalisema hilo. Namba 4, zingatia muda wa matumizi ya nyumba yako. Unajua kuna wakati tunaingia kwenye ndoa kana kwamba tunakwenda kujaribisha kwa muda. Ndio maana hatufikirii sana. Tunakutana naye tu chuoni kwa sababu anajua kukalkulate chemistry, anajua kukalkulate physics, ni mtu wa geography, tunabebana. Na mimi huwa ninawaambia ndoa haijengwi kwa degree, ndoa haijengwi kwa GPA ya 4.8, haijengwi kwa GPA ya 5. Ndoa inajengwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu peke yake. Usipomtii Mungu hakuna chochote kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo sikiliza, zingatia matumizi ya nyumba hiyo ni ya muda gani? Je, ni matumizi ya muda mfupi, short term use? Ndio maana mnaona leo watu wanaingia kwenye ndoa. Nilikuwa napita mtandaoni siku moja, nikakuta mtu ameandika kakibonzo waka akasema, kumbe kwenye ndoa ni karibu sana. Kuna mtu ameenda jana, amerudi leo. Yaani ameenda jana kwenye ndoa, amerudi leo. Na hicho ndicho kinachotokea leo. Zamani, ngoja niwaambie wazee, mimi sio wa zamani sana, ila wazee mlioko hapa sikiliza, hasa kwenye tamaduni za kule nilikotokea mimi. Binti akishaolewa akarudi nyumbani, tulimhesabu kama mkosi. Kama unakubaliana nami sema amina. Tulikuwa hatukubali, lakini leo tuna wazazi wa ajabu. Binti anarudi, anasimulia, anaulizwa kabisa, mwanangu mbona umerudi? Yule mkwe wako mimi simuelewi. Eti siku ya 3 ananilisha nyanya chungu. Na mama alivyo waajabu, anamwambia haukuua hapa. Tena sikiliza, wewe Joni, hebu kamchinjie jogoo dada yako ajipongeze. Yesu arudi mapema sana. Kwa hiyo matumizi ya ndoa sio matumizi ya muda mfupi. Lakini sikiliza, je, nyumba yako ya ndoa ni ya matumizi ya muda? Aise, kwenye mikutano hii nitazungumzia habari ya wale wenye ndoa za wifi. Sitaki ugomvi na ninyi, lakini nitawaambia changamoto yake. Mwanamume anaishi Njombe, mwanamke anaishi Mwanza, mwanamume anaishi Dar es Salaam, mwanamke anaishi Kigoma. Ndoa ya wifi sio mpango wa Mungu hata kidogo. Na mimi ninawashangaa, kama kuna miaka ambayo kuna watakatifu wengi, miaka hii kuna watakatifu. Eti mtu anaishi mbali na mke wake mwaka mzima na bado wanaambizana mimi ni mwaminifu dia. I say kama kuna miaka kuna watu waaminifu ni dunia ya leo. Eti mwaka mzima haujakutana na mke wako, lakini bado unamtumia message unamwambia mimi ni mwaminifu, uwe na amani, naye anakubali. I say una kiti chako mbinguni. Kwa hiyo ndoa sio ya matumizi ya muda mfupi, sio seasonal. Lakini pia jambo la 5 na la mwisho,
Zingatia kiasi cha gharama unachowekeza kwenye nyumba. Nyumba itathaminiwa kulingana na kiasi cha gharama. Sasa wewe umeweka tofali za tope, tofali zenyewe 150 na juu kafunika nyasi. Hata kama watoto wanachezea moto hapo wala hauna wasiwasi, utawaambia tu watoto angalieni msichome nyumba, umemaliza. Lakini kama umeinvesti mamilioni kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo nyumba, utailinda kwa gharama sana. Je, nyumba yako ni ya gharama ndogo? Ni ya gharama ya kati? Habari mbaya ni hii hapa. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha. Ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why vijana mnisikilize. Usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho. Hakuna kitu kama hicho. Maana ninajua nimeinvesti kiasi gani. Nimeinvesti maisha, nimeinvesti uhai, nimeinvesti upendo wangu wa agape. Kwa hiyo zingatia umeinvesti nini. Ngoja nikupe simple indicator kijana kujua kwamba mchumba uliye naye ameinvesti kiasi gani kwako. Mtumie message siku moja, mwambie Jose, samahani kama kuna Jose, nimefikiria nikagundua mimi na wewe tuachane. Ukiona tu message haraka nakwambia ni sawa. Hata maandiko yanasema heri kuvunja uchumba kuliko ndoa. Ni sawa, uwe na maisha mema. Hajawekeza chochote. Yaani wewe ulikuwa ni mpitaji, alikutafuta tu ili kutafutia hapo tu usingizi. Unajua kuna wale wachumba wa kutafutia hapo usingizi. Hai, mmeshindaje salama? Ni mimi nimechoka sana, mimi nimechoka. Uwe na usiku mwema dia. Hao. Sasa sikiliza. Matokeo ya kuwa na misingi mibovu kwenye uchumba ni haya hapa. Vijana sikilizeni haya. Nyumba huanza kupata nyufa. Nyufa zinatokea. Ndio yale utagundua wanapanda kwenye kitanda kimoja mwanamume na mwanamke, lakini kila mmoja ana simu yake. Huyu ana WhatsApp, huyu ana TikTok. Mtasikia tu mo kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe. Ndio hayo yanaendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa imeshapasuka, hakuna aliye na haja na mwenzi wake. Ndoa za zamani zilikuwa na story. Mume na mke wanapiga story kuanzia saa 2 hadi saa 6 usiku. Wapeni amina wazee wa zamani. Hawakuwa na TikTok, hawakuwa na WhatsApp, hawakuwa na Instagram. Lakini kwa sababu ndoa zetu zinanyufa, hayo mambo yanatokea. Lakini namba 2, matokeo ya kuwa na misingi mibovu, nyumba inainamia upande mmoja. Ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke, jogoo anachinjwa. Akija baba wa mwanamume, kisamvu kinachumwa. Maana nyumba imeegemea upande mmoja. Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa wa upande wa mama, anakuambia yalitabiriwa, jipeni moyo. Nyumba imeegemea upande mmoja. Hizo ndoa zipo na tunaishi nazo. Lakini pia nyumba huporomoka kabisa. Nyumba inaporomoka kabisa. Ukishajenga misingi mibovu, nyumba inaporomoka. Ndio hayo mnaona taraka zinatokea. Na niwaambie ndugu zangu, msidhani walioachana kwamba walikuwa wapendani. Walikuwa wanapendana. Msingi ulikuwa ni mbovu. Kwenye mikutano hii nitawaambia wale mnaojenga misingi kwa kuanza kukutana kimwili, mnaojenga misingi kwa kuwekeza fedha nyingi, nitazungumza nanyi, endeleeni kuja muone hasara inayowakuta. Nyumba inaporomoka kabisa. Na nyumba ikiporomoka, watoto ndio wanaumia. Unashangaa watoto wanajiuliza tunaenda wapi? Mama anaanza kusali Jumapili, baba Jumamosi. Kwa hiyo kuna wakati watoto wanaimba pana mahali pazuri mno. Wakichemka tu unashangaa wanaanza pendo lako wewe. Kwa hiyo wanajichagulia wao wenyewe, wapige Jumapili au wapige SDA, wanachagua. Kwa hiyo nyumba inaporomoka. Na mwisho kabisa, nyumba inakuwa makao ya wadudu na wanyama. Mko mume na mke ndani ya nyumba, lakini mna roho za wanyama. Mnaamka asubuhi hata msalimiani. Hata leo niwaulize wangapi wamesalimiana na wenzi wao asubuhi. Kuna Mwagito mahali fulani anasema nimsalimie wa nini tumelala wote. Wanyama ndani ya ndoa.
hakuna kusalimiana. Mungu awabariki sana. Anasema kama ulikuwa unaomba mara 2 kabla ya kuingia kwenye ndoa, ushauri anasema unapotaka kuingia kwenye ndoa omba hadi mara 4 kwa siku. Mungu awabariki. Karibuni kesho tuangalie mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Bwana tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.